إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Jambo la kwanza, naihusia nafsi yangu sambamba na nafsi zenu kunako kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kufanyia kazi na kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujizuia na kufanya maharamisho yake tabaraka wa ta'ala, kwani huu ucha Mungu ndio wokovu wa mja mbele ya Mola wake, siku ambayo mwanadamu atasimama mbele ya Mola wake, uokovu wake utakuwa ni ucha Mungu. Kwa tushikamane na ucha Mungu, kwani Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiwa katika mwezi wa Shawwal tarehe 10 mwaka 1447 sambamba na tarehe 29 Machi 2025, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia kutukusanya pamoja katika masjidi hii adhim Kiaya kwa lengo la kukumbushana masala miongoni mwa masail ya dini yetu tukufu al-Islam, kukumbushana kunako manhaj ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kujifunza Qur'an, sunna, na kuifahamu Qur'an na kuifahamu sunna kwa vile ambavyo wameifahamu salaful umma, as-sahaba wa tabi'in
ndivyo ambavyo inatakiwa Muislamu afanye au aitekeleze Qur'ani na Sunna kama vile ambavyo walioifahamu wema waliotangulia as-sahaba na waliowafuata. Kutazungumzia wujubu ittiba'i Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, wajib na ulazima wa kila Muislamu ambaye yeye anafahamu ya kwamba ni Muislamu, wajibu juu yake wa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fa inna min a'zami ma yajibu ala almuslim, hakika miongoni mwa mambo makubwa ambayo yanakuwa ni wajibu, ni lazima juu ya kila Muislamu, ay ya'malahu wa ya'mala bihi, ayafahamu na ayafanyie kazi. Itakiwa kila Muislamu afahamu wujubu ittiba'i nabii sallallahu alayhi wasallam fi kulli ma jaa bihi. Lazima kila Muislamu afahamu kwamba kuna ulazima juu yake wa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kila jambo ambalo amekuja nalo, katika kila jambo ambalo ametumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika umma wake. Fa inna Allah ta'ala, hakika Allah subhanahu wa ta'ala arsalahu hadiyan wa mubashiran wa nadhira, amemtuma Mtume sallallahu alayhi wasallam hali ya kuwa ni mwenye kuongoza, hali ya kuwa ni mwenye kubashiri, kuwabashiria Waislamu kheri, na amemtuma Mtume sallallahu alayhi wasallam hali ya kuwa ni mwenye kuonya. Kwa ajili hii Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuondoka katika hii dunia isipokuwa alijulisha kheri yote, lakini pia alikuwa ni mwenye kuitahadharisha shari yote. Kwa tutapita katika kheri yake na tutakuwa ni wenye kujiepusha na kila shari ambayo alitahadharisha. Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kumtii Mtume sallallahu alayhi wasallam ni katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ili tuwe wenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, lazima kwanza tumtii Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ili utiifu wako utimie kuwa umemtii Allah subhanahu wa ta'ala, lazima uwe kwanza umemtii Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akasema tabaraka wa ta'ala, man yuti'i ar-rasul faqad ata'a Allah, kwamba atakayemtii Mtume sallallahu alayhi wasallam basi atakuwa anamtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sharti la kumtii Allah, lazima kwanza toa ya kila Muislamu iwe ni yenye kumtii Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wama ataakumur rasul fakhudhuhu, kwamba chochote kile ambacho amekujieni nacho mtume, chochote kile ambacho amekupeni Mtume sallallahu alayhi wasallam, fakhudhuhu, basi kichukueni. Chochote kile ambacho ametuilia nacho Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wajibu kwetu sisi kukichukua. Wama nahakum anhu fantahu, na kile ambacho amekukatazeni Mtume sallallahu alaihi wasallam au kile ambacho hajakufundisheni, basi achaneni na hicho kitu. Kwa katika aya hii au aya hizi tunaona ya kwamba ni wajibu tuwe ni kufuata mwenendo ambao ametumilizwa nao Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa kumfuata Mtume
rehema na amani ziwe juu yake, sio jambo ambalo ni zuri peke yake, bali huwa wajibun, bali ni wajib, ni lazima juu ya kila Muislamu. La yatimu imanu al-abdi illa bihi, haitimii imani ya mja, haitimii imani ya Muislamu isipokuwa kwa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema tabaraka wa taala, fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, kwamba hawataamini mpaka wawe ni wenye kuhukumia yale ambayo wamezozana baina yao, wawe ni wenye kuhukumia hukumu ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na tukishatumia hukumu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika yale ambayo tumezozana, katika yale ambayo, katika migogoro ambayo inatokea baina yetu, tukatumia hukumu ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tayari tumemfuata, na kumfuata ndipo mambo yetu na imani zetu zitakuwa ni zenye kutengamana. Fala budda min tahkimi sunnati, ni lazima Muislam awe ni mwenye kuhukumia kupitia sunna na maelekezo na mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, waridha bihukmi, lakini pia na kuridhia ile hukumu yake ambayo imetolewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, walinqiyadi lahu dhahiran wa batina, na kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam na kumiga kile ambacho alikifanya waziwazi na hali ya siri. Kwa hiyo, kwa maana kwamba Muislamu anatakiwa ajitahidi kuishi maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, amfuate katika kila jambo, amfuate katika kila jambo ambalo amekuja nalo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa miongoni mwa dalili ambazo zinaonyesha uwajibu wa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kumpenda yeye Allah, ni Muislamu kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba amefungamanisha Allah subhanahu wa ta'ala kumpenda Allah kupitia kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ili mapenzi yako wewe yakubalike kuwa unampenda Allah subhanahu wa ta'ala, lazima kwanza uwe ni mwenye kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akasema tabaraka wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, atuambia kwamba in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa nyinyi mnampenda Allah, ikiwa mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Tunazungumzisha sisi Waislamu, ikiwa tunampenda Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, basi nifuateni mimi. Ikiwa mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala, mapenzi ya kweli, na mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa Muislamu ndiyo mapenzi yanayotangulia. Ni wajibu Muislamu ampende Allah subhanahu wa ta'ala, kisha ampende mtume wake, kisha ndipo unaofuata kuanzia wazazi na ndugu na kuendelea. Mapenzi ya Allah yanatangulia. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anatupa challenge kwamba ikiwa mnampenda kweli Allah subhanahu wa ta'ala, basi fattabi'uni, nifuateni mimi, tumfuate Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa tutafanya hivi, tukawa ni kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam sawa sawa, na ndio kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbukumullah, basi Allah subhanahu wa ta'ala pia atakupendeni. Akishatupenda Allah subhanahu wa ta'ala, akasema wa yaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni madhambi yenu. Kwa hiyo
kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, lazima tuwe kwanza ni wenye kumpenda na kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lazima kwanza tumpende Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana, hakika mmekuwa au mna nyinyi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mna kigezo kilichokuwa kizuri. Yani sisi tuna kigezo kilichokuwa kizuri kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi al-uswatu al-hasana inma yasluquha wa yuwaffaqu laha man kana yarju Allah wal yawmal akhir. Na hiki kigezo chema kizuri Mtume sallallahu alayhi wasallam hakika anapita katika kigezo hichi na anafikishwa kupita katika kigezo hichi man kana yarju Allah, yule ambaye anamtaraji Allah subhanahu wa ta'ala, wal yawmal akhir, na anataraji na anaamini siku ya mwisho. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salih, na yule ambaye anakuwa anataraji kukutana na Mola wake, basi au ni kufanya matendo yaliyokuwa mazuri au ni kufanya matendo yaliyokuwa mema, lakini matendo ambayo yana ikhlasi ndani yake na yana mutabaa, yanafuata kile ambacho amekiamrisha na kukielekeza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na ikiwa huyu ambaye yeye anamfanya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa ndiyo kigezo chake, ndiye njia yake, fa innama ma'ahu min al-iman, hakika yale atakayokuwa nayo katika iman, wa khawfi llah, na kuwa na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa rajai thawabi, na kuwa ni mwenye kutaraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sababu ana iman, ana mkhofu Allah, ana taraji Allah subhanahu wa ta'ala amlipe malipo yaliyokuwa mazuri, wa khawfi iqabi, na anaogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ambayo anakuwa nayo yahuthuhu ala taassi birrasuli sallallahu alayhi wasallam, yanakuwa ni kumsukuma na kumhimiza na kumpelekea kuwa ni kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na kwamba tuna kigezo kilichokuwa kizuri kwamba Muislamu yatakiwa kumuiga na kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jambo hili la wajibu, lakini ambaye anapita katika njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na yule ambaye ataafikishwa, yule ambaye anamtaraji Allah na anaamini siku ya mwisho. Anapoamini siku ya mwisho anakuwa na hofu ya Allah, anakuwa na iman, anataraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anaogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi vitu vinamsukuma yeye na kumpelekea kumwiga Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa kigezo chetu sisi ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ni wajibu tuwe ni wenye kumfuata katika yale ambayo ametuelekeza kuyafanya. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema, falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri, falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri, kwamba wachukue tahadhari wale ambao wako kinyume na amri ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi,
wachukue tahadhari wale ambao wako kinyume na amri ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, an amri rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ile amri, jambo la Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na amri yake ni nini? Huwa sabilu, ni njia yake ambayo alipita, wa minhajo, na mwenendo wake, mwenendo ambao alipita Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa tariqatuhu, na njia yake, wa sunnatuhu, na sunna yake, wa shari'atuhu, na sheria yake. Kwamba achukue tahadhari iliyokuwa kubwa yule ambaye anakuwa kinyume na njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ameyupo tofauti na mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye yupo tofauti na sheria aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa tunaona kwamba katika aya hii tuchukue tahadhari, tusiwe ni wenye kufanya mambo kinyume na tofauti na alivyotuelekeza na alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kufatuzana al-aqwal wal a'mal bi aqwalihi wa a'malihi. Hayo kumbe maneno yetu, matendo yetu yanapimwa katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yanapimwa katika matendo yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunayoyafanya tukaitakidi kwamba ni ibada, tunayoyasema tukawa ni kusema kwamba ni ibada, yanapimwa katika maneno yake, yanapimwa katika matendo yake. Fama wafaka dhalika kubil, yatakayowafikiana na maneno ya Mtume, ikiwa matendo yetu yatafikiana na matendo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi mfanyeje? Yamekubaliwa. Yatakokuwa kinyume, wama khalafahu fahuwa mardudun ala qailihi wa fa'ilihi, kwamba yale ambayo yatakapokuwa kinyume na Mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno yakawa kinyume na maneno ya Mtume, matendo yakawa kinyume na matendo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi hayo ni yenye kurejeshwa kwa yule aliyeyasema au yanarejeshwa kwa yule aliyeyafanya. Na matendo yatarejeshwa kwa yule ambaye ameyafanya. Kama ni maneno yatarejeshwa kwa yule ambaye ameyasema, kwa sababu hayana kipimo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuwa imethibiti katika sahihi mbili kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, kwamba atakayefanya matendo yoyote ambayo hayapo katika dini yetu hii, dini ambayo imekuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi hayo matendo ni yenye kurejeshwa. Hayo matendo ni yenye kurejeshwa. Kwa tunaona katika mujtamaa wetu watu wanakuwa ni wenye kuzua mambo na kuyaingiza katika dini. Wanazua mambo na kuyaingiza katika dini. Mfano wa karibu, tumaliza mwezi wa Ramadhani. Inafahamika kwamba watu wengi mwezi wa Ramadhani tunakuwa wenye kujipinda na ibadati mbalimbali, lakini watu wakawa wenye kuleta mambo na kuyaingiza, wakadhani kwamba ni dini na wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbe hawana misingi ambayo watakiwa kuitumia katika ibada. Ibada sio kwa rai kwamba tunaweza kufanya hivi jambo litakuwa vizuri, tukifanya hivi jambo litakuwa vizuri. La, ibada ina misingi yake na ina masharti yake. Ina masharti matatu ibada: kuna ikhlas, kuna almutabaa, na kuna masharti ambayo yamefungamana na hiyo ibada inayofanyika. Ni katika swala mathalan, ikhlas, mutabaa, kufanya ibada kama alivyoifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Amesema sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi nikifanyaje, nikiswali. Na mtu akiswali tofauti, huyu tunasema kwamba swala yake haijakubaliwa,
kwa sababu imekosa sharti katika masharti ya swala. Pia sharti la tatu katika ibada ni ibada yenyewe na masharti yake ambayo yamefungamana na ibada. Kwa hiyo katika swala tuangalie masharti yake. Kwa hiyo katika mwezi wa Ramadhani watu wakawa wenye kuzusha. Sisi tunafahamu baada ya swala ya witri Mtume sallallahu alaihi wasallam atufundisha dhikri baada ya suratul witr, lakini watu wakawa ni wenye kukaa wakikaa biduara na kuanza kuleta dhikri mbalimbali, wengine mpaka wakicheza. Tunakwamba jambo hili halipo katika dini yetu. Dhikri ambazo wanazifanya za jamaa baada ya kila swala, tunafahamu kwamba haya mambo hayapo katika dini yetu. Dhikri iko pale pale kila baada ya swala, na tumeamrishwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala sehemu mbalimbali baada ya swala. Inapomalizika ibada ya haji, watu wamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tunamtaja vipi Allah subhanahu wa ta'ala? Vile ambavyo tumeelekezwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hivyo ndivyo kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kufuata sunna sio kwa watu baadhi, kwamba wale ni watu wa sunna, wale hawa ni watu wa sunna, kwamba sisi hii sunna tu. La, sunna ni wajibu aifuate kila Muislamu. Yote yule ambaye anajua yeye ni Muislamu lazima awe mwenye kuifuata, aifuate sunna. Kwa hiyo sasa Allah subhanahu wa ta'ala anatutahadharisha, anasema tuchukue tahadhari, au yote yule ambaye anajua mwenendo wake uko tofauti na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi achukue tahadhari kule kwenda kwake kinyume na amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tahadhari gani? Allah subhanahu wa ta'ala akasema an tusibahum fitna, wachukue tahadhari isije kuwapata fitna, yani kule kwenda kwao kinyume na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wachukue tahadhari, warudi haraka katika mstari ulionyooka, ili isije ikawapata fitna, au yusibahum adhabun alim, au wakawa ni wenye kupatwa adhabu yenye kuumiza. Hii aya ni tosha kabisa ya kutuonyesha kwamba ni lazima tumfuate na tupite katika njia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwamba an tusibahum fitna ay fi qulubihim, waogope sana wale ambao wanafanya mambo ambayo hayapo katika Uislamu, ambayo hajafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasije wakapatwa na fitna ikawapata katika nyoyo zao, na hiyo fitna min kufrin au nifaqin au bid'ah. Hiyo fitna inaweza kuwa ni ukafiri, au ikawa ni unafiq, au ikawa ni bid'ah. Yeye akawa ni mwenye kufanya tofauti na mwongozo wa Mtume, akajikuta imeingia fitna katika moyo wake, katika ukafiri au unafiq, au akawa ni mwenye kuingia katika bid'ah. Na haya tunayaona, mtu alikuwa amenyoka kabisa katika mstari, kwa kuwa ni mwenye kupenda vyeo, akawa amedondokea katika bid'ah, akaiacha sunna, akaingia katika bid'ah, anajikuta moyo wake umeingia fitna. Na yote haya ni mambo ambayo yenye kuangamiza. Ukafiri, unafiq, bid'ah, yote haya ni mambo ambayo yanamwangamiza Muislamu. Allahumma inna na'udhu bika min al-kufri wal nifaq wal bid'ah. Kwa ni hatari sana Muislamu kuwa amedumbukia katika hili. Kwa hiyo hasara inayompata Muislamu baada ya kuwa ameuacha mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni fitna, na fitna yenyewe ni hii ambayo tumeiona. Au yusibahum adhabun alim, achukue tahadhari kubwa kuacha mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, isije kumpata adhabu yenye kuumiza. Na hii adhabu ni fi dunia, isije kumpata adhabu hii duniani, biqatlin au haddin au habsin au nahwu dhalik,
kwa kuuliwa au kufanyiwa haddi. Haddi ni adhabu ambayo ameiweka Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba ikiwa mtu atafanya kosa fulani basi aadhibiwe kwa adhabu fulani. Mfano wa haddi ni kwamba mtu akiiba, ameiba kiwango ambacho kinatosha, kiwango ambacho kimewekwa, akatwe mkono, hiyo ni haddi. Kwa pia huyu anaweza kuwa ni Muislamu, lakini kwa kuwa yeye yuko kinyume na mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akafanya yale ambayo hayako katika Uislamu, akajikuta anaingia katika fitna na Allah akamuingiza katika fitna ya ukafiri, ikawa ni sababu ya kufanywa haddi au sababu ya habsi, ya kuzuiliwa, yani kufungwa, akapotea kabisa kwa sababu ameuacha mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo tunaona ya kwamba ni wajibu, ni lazima Muislamu au ni mwenye kufuata mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuambia katika hadithi ya Abu Huraira radhi za Allah juu yake kwamba kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba, kwamba umma wangu wote unaingia peponi isipokuwa yule ambaye atakataa. Kila mmoja ukimuuliza awe ni Muislamu au si Muislamu, kila mmoja anatamani kuingia peponi. Kila mmoja anatamani kuingia peponi. Na mtume wetu rehma na amani juu yake ametuambia kwamba umma wote wa Muhammad utaingia peponi illa man aba, isipokuwa atakayekataa. Illa man asa, isipokuwa yule atakayemuasi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walam yamtathil amra, na yule ambaye hajafanyia kazi amri yake, yule ambaye hajapita katika mapito ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, yule ambaye hajafata nyenendo za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa taqdiru al-kalam, na mkadirio maneno haya, anna man ata'ani wa tamassaka bil kitabi was sunnah dakhala al-janna. Ba takdiri ya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba yeyote yule ambaye atanitii akashikamana sawa sawa na kitabu al-Qur'an wa sunna, na akashikamana na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, huyu dakhala al-janna, anakuwa ameingia peponi, anakuwa ameingia peponi. Ndipo pale ambapo masahaba walimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakasema ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, wa man ya aba, na ni nani huyu ambaye anakataa kuingia peponi? Aliyakuwa watu wote wanakuwa ni wenye kuitamani pepo, kutamani kuingia peponi, kupata neema za peponi ambazo anaziandaa Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema man ata'ani dakhala aljanna, kwamba atakayenitii mimi ameingia peponi. Wa man asani faqad aba, na atakayeniasi akafuata njia ambayo sio njia niliyomwelekeza, akapita njia ambayo sio njia ambayo nimepita mimi, basi huyu atakuwa amekataa kuingia peponi. Kwa man ittaba hawa wa zalla 'ani as-sawab wa dhalla 'ani at-tariq al-mustaqim fa innahu yakunu qad rafadha an yadkhula al-janna wa ikhtara li nafsihi an yadkhula an-nar. Kwa yote yule ambaye atakayefuata matamanio yake akayaingiza katika ibada, akafanya vile ambavyo anaona yeye, akaacha mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akafuata makundi ambayo yako kinyume na njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hata kama atakuwa anajinasibisha na sunna,
basi huyu pia anakuwa amepotea, ameacha kupatia, anakuwa ameipotea njia iliyonyooka, anakuwa amekataa kuingia peponi na ameichagulia nafsi yake kuingia motoni. Kwa maana ya hadithi hii ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, الشهادة بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن طاعته في كل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وإلى شهادة يمتن محمد صلى الله عليه وسلم كنسيسي تنا شهادة بيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. إلى شهادة يمتن صلى الله عليه وسلم كما محمد نمتم والله سبحانه وتعالى تتضمن طاعته. إلى kushuhudia kwamba yeye ni mtume wa Allah inalazimu kumtii fi kulli ma amara bihi, tena katika mambo yote ambayo ameamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam, na kuyaacha na kuyaepuka yote ambayo ameyakataza mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia kama enyi mlioamini mtiini Allah subhanahu wa ta'ala na mtiini mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa huu ni wajibu wa kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tuone masahaba ambao sisi ni wajibu kuwafuata wao, vile ambavyo wao walikuwa wakifanya jitihada kumfuata na kuhakikisha wakifanyia kazi yale ambayo amekuja nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Amesema Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, wote tunamfahamu Abu Bakar as-Siddiq ni nani? Anasema kwamba lastu tarikan shay'an kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi. Sema lastu tarikan, sio mwenye kuacha, mimi sio mwenye kuacha shay'an, jambo lolote lile, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya'malu bihi, ambalo alikuwa akilifanyia kazi au alikuwa akilifanya mtume sallallahu alayhi wasallam, illa amiltu bihi, isipokuwa inalifanyia kazi. Kwa sio mwenye kuacha chochote kile ambacho alikifanya mtume sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa nitakifanyia kazi, nitakifanya kama alivyokuwa anakifanya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha akasema inni akhsha in taraktu shay'an min amri an azigh, hakika mimi ninaogopa sana, ninaogopa ikiwa nitaacha jambo lolote katika mwenendo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naogopea kupinda, kuwa ni mwenye kupotea. Angalia Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu anazungumza maneno ya namna hii na msimamo aliyokuwa nao katika kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, kufanyia kazi sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini kwamba anaogopa ikiwa ataacha jambo ambalo alikuwa mwenye kulifanya mtume sallallahu alayhi wasallam, anaogopa asije akawa ni mwenye kupinda na kupotea njia iliyonyooka. Kwa inaonyesha kwamba ni lazima kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam, na sisi tuwe ni wenye kupita katika njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam na maswahaba wake. Kwa sisi tunamfuata mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kuichukua hii dini katika Qur'ani na sunna iliyokuwa sahihi.
thumma bifahmihima ala ma fahimahu as-sahaba radhiyallahu anhum. Tunaifahamu hii Qur'an na sunna vile ambavyo ameifahamu sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na huu ni msingi mkubwa ambao unatakiwa kuwa nao kila Muislamu. Ni msingi mkubwa katika misingi ya hii dini, bali hiya aslu najah wassalama, bali huu ni msingi mkubwa wa wokovu na kupata amani fi dunya wal akhirah, hapa duniani na akhirah. Afahamu kwamba yeye anatakiwa kuifahamu dini yake ya Kiislamu kupitia Qur'an, kupitia sunna. Ataifahamu vipi Qur'an? Ataifahamu vipi sunna? Kwa kufahamu vile ambavyo walifahamu maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hiyo kufahamu misingi hii miwili, Qur'ani na sunna, la yakunu bil hawa wala bil uqul, hakui kwa matamanio. Ni kwamba tunaona katika ibada fulani tufanye hivi, au haiwi kwa akili kwamba tutumie akili zetu kwamba tufanye hivi, la, bali yakunu ala fahmi sahaba radhiyallahu anhum, bali hii misingi miwili Qur'ani na sunna inakuwa kwa ufahamu wa maswahaba radhi za Allah ziwe juu yao, liannahum a'lamu an-nas bil wahy, kwa sababu maswahaba ndio wajuzi zaidi wa watu wa kuifahamu wahi, kufahamu uteremsho kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqrabuhum ila zamani nabii sallallahu alayhi wasallam, na wao ndio wakaribu zaidi wa watu kuwa karibu na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bali wao walikuwa hawavuki aya 10 walikuwa wakizisoma kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakifahamu kuzisoma sawa sawa, wakifahamu maana za hizo aya, wakifahamu ni kwa sababu gani hizo aya zimeteremka, wakifahamu, wakichukua ilmu iliyotimia kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa ajili hiyo tunawafuata wao, kwa ajili hiyo tunawafuata wao. Kwa hatutofuata watu ambao wao muona kwamba yeye amevaa umbo la ushehe akizungumza, la, lazima tuhakikishe yale anayozungumza yapo katika mstari ulionyooka, yapo katika mstari ulionyooka. Watu wengi waliathirika na maneno ya waliopita katika watu ambao ni watu wa bid'a, ambao wamepinda, ambao watu mpaka hivi leo wanafahamu. Mfano wake akina Abdurogo walikuwa wakizungumza wakitumia Qur'an, wakizungumzia jihad. Waislamu wakawa kuhamasika, Waturuki wakapigana jihad. Jihadi ipo ila qiyam saa, mpaka kiyama inasimama. Lakini wao je, walikuwa wanapita katika misingi sawa sawa? Wao walikuwa kulingania watu watoke kwenda katika jihadi, hali ile jihadi ambayo walilingania sio jihadi ya kisheria, kwa sababu haijapita katika jihadi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jihadi ya kisheria lazima isimamiwe na mtawala, lazima uwepo uwezo. Kwa je, unaweza wewe unaenda kupambana naye, una uwezo wa kupambana naye? Je, kama unaweza, wewe umeruhusiwa na mtawala wako? Yote hayo, hii misingi hawakuwa nayo. Walikuwa wakitafsiri Qur'an kwa matamanio yao na kuwapanga watu wakawa wenye kuhamasika na kutoka, wengine wakitoroka, wakiziacha familia zao zikiteseka, kwenda kupambana jihad kwa ulinganizi usio kwa sawa sawa. Kwa hiyo itakiwa Muislamu aifahamu Qur'an, aifahamu sunna yake kupitia ufahamu wa as-sahaba walielewa vipi Qur'an,
walielewa vipi sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa hum alladhina shahidu tanzil, wao masahaba ndio ambao walishuhudia Qur'ani ikiteremka, waarafu asbaba, wakafahamu sababu ya kuteremka, wafahimu maqasida, wakawa ni kufahamu makusudio ya kuteremka Qur'an. Fakana fahmuhum asahha almafhumi wa aslamaha, wakawa ufahamu wao masahaba ni ufahamu uliokuwa sahihi zaidi na ambao umesalimika. Kwa ajili hiyo ndiyo maana tunafuata ufahamu wa maswahaba na waliowafuata kwa wema. Tunawafuata maswahaba kwa sababu wao tayari wanayo tiketi ambayo wamepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura al-Baqara, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, kwamba hawa ambao wanaokuja baadaye, Wayahudi na Nasara ambao tunakuja baadaye, kwamba ikiwa wataamini kama walivyoamini wao maswahaba, basi wameongoka. Kwamba ikiwa sisi tutaamini, tutafuata nyenendo za Mtume sallallahu alaihi wasallam kama walivyoamini wao maswahaba, kama walivyofanya wao maswahaba, basi tumefanyaje? Tumeongoka. Kwa hiyo ni lazima Muislamu apite katika njia zao, aielewe Qur'an, aielewe sunna, aielewe ibada yake, aielewe miamala yake. Chochote kile ambacho anakifanya kiwe kina mizani ya maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mizani ya matendo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kupitia ufahamu wa wema waliotangulia. Ndugu katika imani, hawa masahaba Allah subhanahu wa ta'ala amewasifia katika Qur'ani tukufu, akasema wasabiquna alawwalun min almuhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhum biihsan radiyallahu anhum wa radu anhu. Wa mwanzo katika muhajirin na ansar, muhajirin ambao wametoka Makka wakaenda Madina, na wale ambao walikuwa Madina na sahaba, na wale ambao wamewafuata kwa wema. Hawa ambao wanawafuata kwa wema ila qiyami saa. Kwa sisi tunaingia kuwafuata wao kwa wema, pia tumesifiwa katika Qur'an kuwafuata kwa wema, kupita katika nyenendo zao ambazo tayari wao wameridhiwa, kama ilivyosema aya, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia, akawaridhia wale ambao watakaopita katika nyenendo zao. Faja'ala ittiba'ahum min asbabi ridwani. Allah subhanahu wa ta'ala akafanya kwamba sisi ambao tumekuja baada yao kuwafuata wao katika nyenendo zao ni sababu za kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwamba hapo tunajifunza kwamba atakayetaka uokovu alazimiane na njia ya maswahaba, kumfahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuifahamu sunna yake, kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa katika ibada ya'budu Allah kama abadahu Nabii sallallahu alaihi wasallam. Muislam katika ibada yake anatakiwa muabudu kama alivyo muabudu Mtume sallallahu alaihi wasallam. La yazid wala yanqus, hazidishi na wala hapunguzi chochote katika miamala. Hivyo hivyo alivyofanya miamala Mtume sallallahu alayhi wasallam, asizidishe chochote na wala asiongeze chochote. Haitakiwi Muislamu kuwa ni mwenye kujiongeza yeye katika masala ya dini, akaingiza rai zake akajalia kwamba ni ibada. La, itakiwa apite katika mapito ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia as-sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Kwa lingana na muda wetu tutosheke na haya biidhnillahi alkarim. Tukipata fursa tutakumbushana kunako masala yetu, kunako manhaj
ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, manhaj ya as-sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك ما جمعتنا في هذا المكان أن تجمعنا في الفردوس الأعلى مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.